Nahitaji pesa za haraka. Chukua kizazi changu chote. Ino hakuzaliwa na bahati ya kijiko cha dhahabu mdomoni. Utoto na ujana wake ulikuwa ni kitabu kilichojaa kurasa za mateso. Alipitia umaskini wa kutisha, umaskini uliomvua utu wake na kumfanya aonekane kama si binadamu kamili mbele ya jamii yake. Alivaa viatu vilivyotoboka, alitembea kwenye mitaa hii yenye jua kali na vumbi, akisaka angalau mlo mmoja wa kumsogeza siku inayofuata. Ino alidharauliwa na ndugu zake. Ndugu wote wakamkimbia, marafiki wakamtenga, na hakuna mwanamke aliyethubutu hata kumpa tabasamu. Kila alichokigusa kiliharibika. Kila mlango aliyougonga ulifungwa kwa kishindo usoni mwake. Utu wake ulinajisiwa na njaa, na mwishowe uvumilivu ukamshinda. Njaa ya heshima na utajiri ikampeleka mbali sana, ndani ya msitu mnene, kwa mzee mmoja, mganga wa kienyeji aliyesifika kwa kutoa utajiri wa haraka. Ino alipofika kwa yule mzee, aliambiwa maneno machache tu: utajiri siyo lele mama, utajiri ni roho ngumu ya kujitoa ufahamu. Kwa sababu ya tamaa, Ino akakubali yale yote masharti aliyopewa na yule mganga. Alikubali chochote alichoambiwa. Ndipo akapewa sharti ambalo lilisikika kama wazimu. Alipewa mtungi wa maji yenye madawa na harufu mbaya. Akaambiwa akatafute njia panda kubwa yenye msongamano mkubwa zaidi ya watu na magari. Kisha katikati ya mchana kweupe, jua likiwa utusini, avue nguo zake zote, abaki kama alivyozaliwa, na aoge yale maji mbele ya kadamnasi. Fikiria, wewe uko kwenye pilika zako, ghafla unamwona mtu mzima anavua nguo katikati ya barabara, mchana kweupe. Ndicho Ino alichokifanya. Watu walishangaa, wanawake walifunika nyuso zao, watoto walicheka, na wanaume walimpigia kelele wakidhani umaskini umemchanganya akili yake. Lakini Ino hakujali. Alifumba macho, akayamimina maji yale meusi, akianzia utosini na hadi kufika katika miguu yake, huku akitamka maneno ambayo alipewa na mganga yule. Alipomaliza, alivaa nguo zake mbovu na akaondoka zake. Basi maajabu yalianza mara moja. Ndani ya muda mfupi sana, pesa zilianza kumtafuta. Kila biashara aliyoigusa ililipuka. Alipata tenda kubwa, akanunua majumba ya kifahari, akaagiza magari ya bei mbaya. Yule Ino wa kudharauriwa akasahaulika ghafla, akazaliwa Ino bilionea. Watu walianza kumsujudia, akaoa mke mrembo sana, na maisha yakawa ni pepo ya duniani. Lakini shetani kamwe hatoi bure. Baada ya miaka miwili ya ndoa, mke wa Ino alijifungua mtoto wa kiume. Furaha ikatawala, lakini siku ya 4 tu mtoto huyo alilala na hakuzinduka tena. Alikufa ghafla bila ugonjwa wowote. Madaktari walipima kila kitu, hakukuwa na shida yoyote. Mwaka uliofuata wakapata mtoto wa kike akiwa na miezi 6 tu, akiwa na afya tele. Alikufa ghafla akiwa amelala tena vile vile. Hofu ikaanza kumwingia Ino. Wakapata mtoto wa 3, naye akafa akiwa na wiki 2 tu, tena kwa kulala vile vile.
wakapata mtoto wa 4, akafa siku hiyo hiyo aliyozaliwa. Watoto wa 4 mfululizo wanazaliwa wazima, kisha wanakufa ghafla bila hata kukohoa. Nyumba ya mabilioni ikageuka jumba la kilio. Mke wa Ino akapata wazimu kutokana na uchungu wa kuzika watoto wake mwenyewe. Ino hakuvumilia, alifunga safari kwa hasira kurudi kwa yule mganga msituni, akitaka kujua kwa nini mambo yapo hivyo. Alipofika kwa mganga, mganga alimwangalia usoni Bwana Ino, kisha akacheka kicheko cha kejeli, kicheko kinachotokea kuzimu, kile kicheko cha kichawi. Sijui kukicheka vizuri. Okay, akamwambia, wewe ni mjinga sana Ino. Ulidhani kuoga uchi njia panda mchana kweupe ndiyo ilikuwa bei ya hayo mabilioni? Kuoga njia panda ulikuwa ni mtihani tu wa kukupima kama una roho ngumu. Sharti la kweli, bei halisi ya utajiri wako ipo kwenye yale maneno uliyokuwa ukiyatamka ulipokuwa unaoga. Nahitaji pesa za haraka. Chukua kizazi changu chote. Ulikabidhi madhabahu yangu uzao wako wote. Hii ni kafara endelevu. Kila mtoto utakayemzaa anakuwa chakula cha roho zilizokupa huo utajiri. Utabaki na mabilioni yako, utaheshimika dunia nzima, lakini kwenye suala la damu yako utabaki tasa milele. Umeelewa hapo? Leo hii Ino yuko peke yake kwenye jumba lake kubwa, mke wake akiwa anajifungua kila siku. Hajui tatizo ni nini, lakini watoto wanafariki. Pesa anazo za kumwaga, lakini kila usiku Bwana Ino anasikia sauti za vilio za wale watoto wakimwita. Niambie, baada ya kusikia mkasa huu mchungu, nataka nikuulize wewe unayenisikiliza hivi sasa. Tafakari kwa kina, kisha nipe jibu lako hapo katika comment. Je, wewe ungekuwa ndio Ino, ukijikuta katikati ya njia panda hiyo, ungetupa mabilioni yako yote na majumba ya kifahari ili ukubali kufa maskini lakini upate uwezo wa kuzaa na kulea watoto wako? Au ungeendelea kukumbatia utajiri wako, ufahari na heshima ya dunia, huku ukikubali kubaki bila uzao kwa mateso hayo ya nafsi milele? Tuandikie jibu lako hapo chini. Ungefanyaje? Mganga ndiyo amekupa hayo majibu. Kisa kifupi sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mimi naitwa Dingo OG na hii ni Story Times. Bye.